Siri ya mke sehemu ya 4. Watu wengi huamini kwamba siri ikikaa kwa muda mrefu bila kugundulika, basi siri hiyo imekufa. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Kuna siri ambazo hazifi. Kuna siri ambazo huendelea kuishi kimya kimya ndani ya kumbukumbu za waliowahi kuzishuhudia. Siri hizo huendelea kuishi ndani ya mioyo ya wanaozificha, na wakati mwingine siri hizo huendelea kuishi kwa namna ambayo hakuna mtu anaweza kuelewa. Kwa miaka mingi, familia yangu mimi Salumu iliishi katika amani. Tulicheka pamoja, mimi pamoja na mke wangu Zubeda. Tulikula pamoja, mimi na Zubeda. Tulilea watoto wetu kwa upendo, mimi pamoja na Zubeda. Na kila nilipomtazama mke wangu Zubeda, niliona mwanamke ambaye nilikuwa nimempa moyo wangu wote. Sikuwahi kufikiria kwamba nyuma tabasamu lake Zubeda kulikuwa na historia ambayo haikuwa imefungwa, historia ambayo haikuwa imesahaulika, historia ambayo siku moja ingerudi kutugongea mlango wetu kwa nguvu kubwa sana. Mwanzoni Salumu mimi, mambo yote ambayo yalikuwa yanatokea katika maisha yetu niliona ni mambo ya bahati mbaya tu, yani ni bahati mbaya za kawaida kutokea katika maisha. Niliyapuuza. Lakini kadri siku zilivyopita, ndivyo nilivyoanza kugundua kwamba kulikuwa na jambo ambalo halikuwa la kawaida hata kidogo, jambo ambalo sikuweza kulieleza. Na hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kubadilika taratibu bila mimi mwenyewe kutambua. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusachi Chimchem ya Simulizi. Tuendelee na sehemu ya 4 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Siri ya Mke. Ni mambo mengi ambayo yapo katika simulizi hii, simulizi yenye kisa cha kweli. Lakini nikukumbushe tu kwamba majina na mahali yaliyotumika katika simulizi hii si majina halisi, bali ni ya kufikirika tu. Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii, na anayetupa kisa hiki ni mwanaume anifahamika kwa jina la Salumu, mwanaume aliyegundua jambo zito nyuma ya pazia ya mke wake. Hii ni Siri ya Mke. Salumu anaendelea kutueleza. Salumu anasema, kadri siku zilivyoendelea kupita, hali ndani ya familia yangu ilizidi kuwa ajabu. Watoto wangu waliendelea kusimulia jambo lile lile la maajabu, na kila nilipouliza kilichokuwa kinawatisha, bado waliendelea kutoa maelezo yale yale yanayofanana. Watoto wangu walikuwa wanasema kwamba kuna mtoto ambaye anakuja baba, anasema kwamba mama yetu ni mbaya, anasema mama aongee ukweli. Salumu anasema, mwanzoni nilidhani ni ndoto za kawaida na za kitoto, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda mbele, ndivyo nilivyoanza kuona kwamba kulikuwa na jambo ambalo sikuwa nalielewa. Na kilichonishtua zaidi ni kwamba watoto wangu walikuwa wakieleza mambo yale yale hata walipokuwa wametengana. Hakuna aliyebadilisha maneno yake. Na hapo ndipo Salumu mimi nilipoamua kutafuta ushauri kwa baadhi ya watu wangu wa karibu. Sikutaka kumshirikisha kabisa Zubeda. Nilitaka kwanza kujua ukweli kabla sijamwambia kitu chochote kile. Na nilikutana na watu kadhaa nilioamini na kueleza kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Baada ya kusikiliza maelezo yangu, wengi wao walinishauri jambo moja, kwamba kama kweli unataka kujua ukweli, tafuta kwanza chimbuko la familia ya mke wako. Tafuta mke wako anakotoka, tafuta historia ya maisha yake. Maneno hayo yalinifanya nianze kufikiria upya maisha yote ya ndoa yangu. Kwa miaka mingi sana nilikuwa naamini kwamba Zubeda alikuwa yatima na kwamba alilelewa katika kituo cha watoto yatima kama ambavyo alinieleza hapo awali. Lakini kwa mara ya kwanza nilianza kujiuliza, je, ni kweli? Je, kuna kitu nilikuwa sikifahamu? Je, kwa nini sikufanya uchunguzi kabla ya kumuoa Zubeda? Hapo ndipo nilipoanza kufanya uchunguzi wangu kwa siri. Haikuwa kazi rahisi, na mara nyingi nilikutana na taarifa zilizokinzana. Watu wengine walinieleza jambo moja, wengine wakaniambia jambo tofauti, lakini sikukata tamaa. Kadri nilivyoendelea kufuatilia, ndivyo picha ya maisha ya Zubeda ilivyoanza kujitokeza mbele yangu. Hatimaye Salumu mimi nilifanikiwa kupata taarifa sahihi za nyumbani kwa kina Zubeda. Niligundua kwamba Zubeda alikuwa na wazazi. Niligundua kwamba Zubeda alikuwa na ndugu, na kwamba
hadithi yote ambayo alinipatia kuhusu yeye kulelewa katika kituo cha watoto yatima haikuwa ni hadithi ya kweli. Alinitungia, alinidanganya. Sikuamini kile nilichokuwa nimekigundua. Salumu bado anaendelea kueleza. Anasema, baada ya maandalizi ya muda mrefu, nilisafiri kwenda kuwatafuta wazazi wake. Na nilipofika na kujitambulisha kwamba mimi ni mume wa Zubeda, walinishangaa sana. Kwa muda walinitazama kana kwamba walikuwa waamini nilichokuwa nikikisema. Wakauliza, mume wa Zubeda? Wazazi wake waliniuliza kwa mshangao, nami pia nikajibu, ndiyo, mimi ni mume wa Zubeda. Wazazi wake wakaniuliza, kwa hiyo uliweza vipi kuishi na mtoto wa mtu pasipo kuja kutambulika kwa wazazi wake, mpaka mtu umefunga ndoa, mmezaa watoto, leo ndio unakuja kututafuta? Salumu anasema niliwajibu wazazi wa Zubeda kwamba ndiyo niliweza, kwa sababu mtoto wao alinificha historia ya nyuma ya maisha yake. Salumu anasema maswali ya wazazi wa Zubeda alikuwa ni mengi sana. Nao walionekana kuwa na mambo mengi ya kuniuliza, lakini swali moja ndilo lililonishtua kuliko yote. Mama yake Zubeda alinitazama kwa makini kisha akauliza. Akasema, sawa baba, tumesha kugundua kwamba wewe ndio mume wa mtoto wetu Zubeda. Vipi, ulimuoa na yule mtoto wake? Salumu anasema baada ya kusikia swali hilo, nilihisi damu ikiganda mwilini mwangu. Nikauliza kwa mshangao. Nikasema, mama, mtoto gani? Zubeda mimi aliniambia hajawahi kuolewa na wala hajawahi kupata mtoto. Wazazi wake wa Zubeda baada ya kusikia maneno haya, wazazi wake walitazamana usoni. Walionekana nikana kwamba kushangazwa na swali langu. Wakaanza kuniuliza, unataka kutuambia kwamba wewe hujui kwamba Zubeda alikuwa na mtoto? Maneno hayo yaliendelea kutikisa akili yangu. Kwa sekunde kadhaa nilishindwa hata kuzungumza. Nikaanza kuhisi dunia ikinizunguka. Nikasema, mtoto? Zubeda alikuwa na mtoto? Na kabla sijapata nafasi ya kuelewa vizuri, swali lingine likafuata. Nikasema, mbona hajawahi kunieleza kwamba amekuolewa? Ina maana Zubeda kuna mambo mengi ambayo amenificha. Salumu anasema safari ile ambayo nilikuwa nimeifanya kutafuta majibu, ghafla iligeuka kuwa chanzo cha maswali mapya. Maswali ambayo yalikuwa mazito kuliko yote niliyowahi kujiuliza katika maisha yangu. Kwa mara ya kwanza nilianza kutambua kwamba mwanamke nilimpenda na kuishi naye kwa miaka mingi alikuwa amenificha sehemu kubwa sana ya maisha yake. Na hapo ndipo pazia la siri ya mke wangu ilipoanza kufunguka taratibu. Bado Salumu anaendelea kutueleza. Salumu anasema, baada ya mazungumzo marefu kati yangu na wazazi wa Zubeda, tulibaki na maswali mengi kuliko majibu. Kila tulipokuwa tukijaribu kuunganisha matukio yaliyopita, ndivyo mambo yalivyozidi kutuchanganya. Mtoto aliyotoweka, kutoroka kwa Zubeda, historia yake ya ndoa ya kwanza, na sasa yale mambo ya ajabu yaliyokuwa yakiwatokea watoto wangu. Hatukujua pa kuanzia. Hatukujua ni nani alikuwa akisema ukweli na nani alikuwa akificha jambo. Hatimaye wazazi wa Zubeda walipendekeza tumtafute mzee mmoja aliyekuwa akijulikana kwa kutoa ushauri wa mambo ya jadi na historia za kifamilia. Ingawa Salumu mimi sikuwa mtu wa kuamini mambo hayo kwa urahisi, lakini nilikubali kwenda kwa sababu nilikuwa nimefika mahali ambapo nilihitaji majibu. Na tulipofika kwa mzee huyo alitusikiliza kwa muda mrefu sana. Hakutukatiza wakati tulikuwa tukiongea. Hakutuharakisha kutoa maoni yake. Alisikiliza kila jambo, kuanzia ndoa ya kwanza ya Zubeda, kutoweka kwa mtoto, kutoroka kwake, na hata yale maelezo ya watoto wangu waliokuwa wakisema kwamba wanaona mtoto akiwatokea. Baada muda mrefu wa ukimya, yule mzee alituangalia mmoja baada mwingine, kisha akasema, watoto wangu, mambo mnayoona hajaanza leo. Sote tulitazamana baada ya kusikia kauli kutoka kwa mzee yule. Mzee yule akaendelea kusema. Akasema baada ya kupotea kwa mtoto yule, ndugu wa upande wa baba yake hawakuamini maelezo waliopewa. Walianza kuhisi kwamba kulikuwa na ukweli uliokuwa umefichwa. Yule mzee alinyamaza kwa sekunde chache kisha akaendelea kusema. Akasema mwishowe ndugu wale walifanya kila walichoweza kutafuta ukweli. Na kadri mzee yule alivyokuwa akiendelea kuzungumza, ndivyo hali ilivyozidi kuwa nzito. Kwa mujibu wa maelezo yake, ndugu wao waliamini kwamba kulikuwa na mtu aliyekuwa anajua kilichompata mtoto huyo, lakini alikuwa amekaa kimya kwa miaka mingi sana. Mzee yule akaendelea kusema, akasema ndio maana ndugu wa mtoto yule waliendelea kutafuta njia ya kuibua ukweli huo.
Mzee yule akaendelea kusema, akasema, lakini kuna jambo moja ambalo naliona hapa. Tatizo hili halitahusisha mtu yoyote asiye na uhusiano na tukio la zamani. Salumu anasema, nilihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu. Mama wa Zubeda naye alionekana kupoteza utulivu. Kisha mzee huyo akasema maneno yaliyotufanya tugandishwe kwa mshangao. Mzee yule akasema, mtu anayehusishwa moja kwa moja na siri ya mtoto huyo kupotea bado hajatoa ukweli wowote ule, bado anaendelea kuficha ukweli. Salumu anasema kulikuwa na ukimya mzito ndani ya chumba kile cha ule mzee. Hakuna mtu aliyesema neno, hakuna aliyesogea. Sote tulikuwa tukisubiri. Mzee huyo akatutazama kwa makini, kisha akasema, na kwa maelezo mlionipa, mtu huyo ni Zubeda. Salumu anasema, nilihisi mwili wangu ukikosa nguvu. Mama yake Zubeda akaanza kutikisa kichwa kwa mshangao. Baba yake Zubeda alibaki amekodoa macho kana kwamba hakuamini alichokuwa amekisikia. Mimi mwenyewe nilihisi dunia ikizunguka. Nikasema, Zubeda, mke wangu, yule mwanamke ambaye niliishi naye kwa miaka mingi, yule mama watoto wangu, inawezekanaje? Salumu anasema maswali yalizidi kuongezeka kichwani mwangu, lakini jambo moja lilikuwa wazi, kwamba kadri nilivyokuwa nikitafuta ukweli, ndivyo nilivyokuwa nikigundua kwamba siri ya mke wangu ilikuwa kubwa zaidi kuliko nilivyowahi kufikiria. Na kwa mara ya kwanza nilianza kuogopa majibu ambayo nilikuwa nikiyatafuta. Bado Salumu anaendelea kutueleza siri ya mke wake. Salumu anasema siku ile kiukweli sikuamini nilichokuwa nimekisikia. Nilihisi kama nilikuwa ndani ya ndoto mbaya sana, ndoto ambayo nilikuwa nasubiri kuamka, na tena nikiamka nisikumbuke kabisa ndoto ile. Kwa miaka yote nilikuwa nimeishi na Zubeda, sikuwahi hata kwa sekunde moja kufikiria kwamba angeweza kuhusishwa na jambo kubwa kiasi hicho.